Kwa hiyo muangalie vizuri hapa. Anayekupa message akakisifia kitu na yeye afanye. Gumzo. Kama yeye hafanyi muulizeni kwanza kwa nini. Gumzo la habari. Na mtazamaji wetu, kumbuka bado tunaendelea kusonga mbele na kipindi hiki, kwa maana lengo letu ni moja tu, kuendelea kukuhabarisha, kukujuza mambo mbalimbali. Sasa wakati huu nimerejea hapa na Samson na lengo kubwa ni kukupitisha kunako gumzo la habari. Habari zako? Habari zangu ni njema, lakini habari nyingine ni zaidi zinapatikana huko duniani, ambapo yapo mengi ambayo tumewaandalia watu kwa ajili ya asubuhi ya leo kwenye gumzo. Mimi nitaanza na za kitaifa ambazo zitakuwa ni nzuri zaidi, ambazo zitakuwa zikitujuza yale ambayo yako ndani ya nchi yetu. Lakini mimi nitaungana nawe tena baada ya hapa. Lakini pia katika kwenda moja kwa moja katika gumzo letu la habari siku ya leo, tunaona lile swala la majimbo yale. Ile mikoa 24 ambayo itagawanywa, tunaona sasa yani kila kiongozi wanakazia hapo kwamba hili lina umuhimu wake. Na hasa tukitarajia tunaenda katika uchaguzi. 2025 ni mwaka uchaguzi wa madiwani, wabunge pamoja na rais. Lakini kama wawakilishi ambao ni wabunge lazima watoke kwenye majimbo. Wanapogawanya ni kwamba inaonekana kabisa wingi wa watu wanazidi kuongezeka. Tukiangalia sensa ya mwaka 2022 ni sensa ambayo ilituonyesha takwimu nyingi na zinazidi kufanyiwa kazi na kuchakatwa. Bado yapo mengi kwenye sensa ambayo watu hawajavumbua, lakini kikubwa ni kwamba unapogawanya jimbo tayari wamesha nyanyuka nalo na wanataka lifanyiwe kazi. Unapogawanya jimbo ni wazi kabisa wanazifikisha huduma kwa wananchi kwa urahisi zaidi. Jimbo linapokuwa kubwa alafu kiongozi ni mmoja kufuatilia eneo lote na watu ni wengi, inakuwa saa nyingine kuna urasimu, unaweza kuona kuna chelewesho kwa maendeleo. Kwa hiyo kugawanywa kwa majimbo si tu kwamba kunaenda kuongeza idadi ya wabunge, lakini pia kunaenda kuongeza kasi ya kuwafikia wananchi kwenye masuala ambayo yanawasibu na kuwatimizia yale mahitaji yao ya msingi. Kwa mfano labda zahanati, elimu, barabara, shule hizo zote zinakuwa zipo karibu nao, sio watembee kwa masafa marefu. Tumeona Tanga ni miongoni mwao ambao nao pia inatakiwa kugawanywa. Tanga, Ukonga, Dar es Salaam, lakini Mbeya pale na majimbo mengine makubwa. Kikubwa chukua fomu mapema Alima. Jimbo liko wazi, maeneo fulani linakusubiri. Sana. Basi mtazamaji, tusonge na tunaanzia gumzo kitaifa, na tunaanzia kule mkoani Morogoro, ambapo mkuu wa jeshi la kujenga taifa JKT Meja Jenerali Rajabu Mabele amesema kuwa waligundua uhalifu wa baadhi ya vijana ambao wanatumia vyeti vya JKT venye saini yake na majina ya vijana ya waliopitia jeshi hilo ili wapate ajira kwenye taasisi za serikali na binafsi baada ya kuletewa vyeti hivyo na waajiri, ili kudhibiti kama kweli vijana hao wamepitia mafunzo. Basi hayo yote yalijiri siku ya jana wakati Jenerali Mabele akizungumza na waandishi wa habari katika ziara yake kikosi cha jeshi cha 837 Chita mkoani Morogoro, ambapo amesema kuwa vijana hao ambao wanafanya uhalifu hawajapitia mafunzo ya JKT, ila wanatumia vyeti vya vijana waliopitia mafunzo ya JKT ili wapate ajira. Tupate taarifa hiyo kwa kina zaidi. Nipende kusema tu kwamba tumekuwa na kwenye kuomba hizi nafasi za vyombo mbalimbali, hata makampuni ya ulinzi, kwa sababu kampuni la ulinzi la binafsi linahitaji mtu mwenye taaluma ya ulinzi. Nasema aidha umepitia mafunzo ya mgambo au umepitia mafunzo ya jeshi la kujenga taifa ambayo wanatoa taaluma ya ulinzi. Sasa vijana hawa ambao nimejitokeza, watu wanapeleka vyeti kule vya jeshi la kujenga taifa, wale waliotangaza hizo kazi au wanaotaka vijana hao wanatuletea, hebu tuthibitishe hivi vyeti ni vyeti vya jeshi la kujenga taifa au sio vyenyewe. Inakuta cheti kimesainiwa na Meja Jenerali Mabele, mkuu wa jeshi la kujenga taifa. Namba ya cheti kile ni namba ya mtu mwingine ambaye tunaye, yaani ni kijana ambaye alihudhuria kweli mafunzo. Na kwa hiyo baada ya kuona hiyo, ule ni uhalifu wa kawaida kama uhalifu mwingine wa kimtandao. Teknolojia ina mazuri na mabaya yake. Mabaya ndio hayo, kwamba wengine wanaitumia ile teknolojia vibaya.
wanaweza kuskani cheti cha mtu kaonekana ni cheti original, lakini jina likabadilika likaonekana ni mtu mwingine. Kwa hiyo hiyo vitu vimekuwa vikifanyika, lakini huyo mtu anakuwa hajahudhuria mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa na wala hana taaluma yoyote ya ulinzi, lakini anaomba kwenda kufanya kazi ya ulinzi. Kwa hiyo baada ya kugundua hayo, tumeona tuutangazie umma, kwa sababu ule ni uhalifu kama ulivyo uhalifu mwingine. Kwa hiyo ni kwamba atakapobainika mtu wa namna hiyo, hatua stahiki zitachukuliwa. Naam, ni taarifa hiyo kutokea huko mkoani Morogoro, ambayo pia nadhani ni habari ambayo kila mtu atashangaa. Atasema inakuaje hii? Watu wanagushi vyeti. Saini ya mkuu wa jeshi. Mkuu wa jeshi ni hujuma, lakini pia saa nyingine mwambiwa hapo amesema kwamba kwa mujibu wa sheria ni wahalifu kama wahalifu wengine. Lakini hii imekuwa si kwenye sekta tu hii ya kada ya ulinzi. Ndio. Kuna kada za afya, kuna kada za ualimu. Mpaka wanapokuja kubainika unakuta yule mtu amesha chota fedha za kutosha. Wengine kwenye ujenzi wa kandarasi feki ambao wanakuja kugushi vitu. Unajua kwamba mkandarasi ambaye ana vigezo anakujengea jengo lako, lakini kwa wakati huo analijenga katika vigezo ambavyo si vya standard ya ukandarasi. Kwa hiyo ni vema tu serikali, nakumbuka kipindi cha hayati John Pombe Magufuli, watu walimchukia kwa hili la kufuatilia vyeti, taarifa na chimbuko la mfanyakazi ili kujua huyu mtu chanzo chake ni kipi, ni kweli kukalia hicho kiti. Kwa hiyo alifanya vizuri na aliweza kuhakikisha kwamba anaondoa watu, lakini sasa hivi imeanza kurudi, sijui ni nini ambacho kinaendelea. Lakini jeshi lenyewe likikiri jambo, kama watu kwenye taasisi nyeti kama jeshi wanaweza kufanya hivyo, vipi kwenye taasisi nyingine? Yes. Lakini tunaona serikali iko macho na inawafuatilia hawa watu. Lakini najaribu kuwaza pia pengine ni ile sababu ya kwamba vijana wengi wanatafuta ajira hawapati. Wengine anafuata process lakini kutokana na wingi wa watu wanatakiwa vijana 1000, lakini maombi yameenda zaidi ya 1000. Unakuta sasa wengine bado wanabaki tu, kila mwaka wanatuma maombi wapate. Pengine ndio inapelekea wengine kufanya hivi. Kutojua sheria kukufanya wewe kuwa juu ya sheria. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba ujue unachokifanya ni kosa, lakini pia zipo njia nyingi. Wanasema ajira ndio hakuna, lakini kazi zipo. Sawa, basi tunarudi ndani ya jiji la Dar es Salaam, ambapo wakazi wa mtaa wa Njia 4 Mbondole katika kata ya Kivule iliyopo wilaya ya Ilala wameiomba serikali kupitia kwa mkuu wa mkoa huo Albert Chalamila kuingilia kati na kuwasaidia kutatua changamoto ya ubovu wa barabara inayotoka Kivule hadi Njia 4 Mbondole, ambayo imegeuka kuwa kero kwao kwa sababu ya kukwamisha shughuli zao za kijamii na kiuchumi. Tusikie hilo. Kwa kweli barabara ni mbovu mno, kiasi kwamba hata wajawazito, wagonjwa wakitaka kwenda hospitalini au makazini kwenye kazi zao hawapati njia ya kupita kabisa. Tunatumia gharama kubwa sana kwenda kutafuta riziki, au tunatumia gharama kubwa sana kwenda kupata huduma mbalimbali. Kwa mfano tuna hospitali Kivule hapa, lakini kwa kweli haifikiki. Kwa maelekezo ya Mheshimiwa Waziri wetu, ambako pesa hizi ndio zinatoka kwenye wizara hiyo, kwa maana Mohamed Mchengero atakuja na yeye hii barabara akute imeanza kujengwa. Hebu niambieni, barabara hii lini inaanza kufanywa kazi na mitambo ni lini nitakuta imekamilika? Mr. Contractor, yes. When are you bring the equipment for construction of this road? For the maintenance. You have a few equipments, in fact, till now. Yes. What we need you to, to mobilize the resources 100%. Okay. When the grader is coming? Maybe in 2 or 3 days. It's on the way. It's on the way from where? Yeah. I don't know, because I'm new here. And I think you remember you have almost more than 2 contracts. Yes. Right? Yeah, yes. And of course you have never started anywhere till now. Ila nimeongea naye amesema analeta kesho grader. Kwa sababu analeta yeye kama nani sasa? Mwenye power. Kwa hiyo huyu alitumwa leo kwa sababu yule yuko. Sasa sikiza kwanza bwana consultant. Naam. Wewe ni mweusi mwenzetu kama sisi. Sawa. Hebu msifanye mizaha kwenye hizo barabara. Nafikiri unaona hao wananchi wamechateseka sana. Msifanye nini jamani? Msifanye mizaha. Sawa. Tutakapokuja tena hapa hatutakuwa kama tulivyokuja. Sawa. Haya. Naam, huyo ni mkuu wa mkoa wa jiji la Dar es Salaam Albert Chalamila
akijaribu kufafanua na kutafuta suluhisho katika hiyo changamoto ambayo amekutana nayo wakati akiwa katika ziara yake kikazi kukagua miundombinu hiyo ya ujenzi barabara unaoendelea Mbondole, Kivule. Yes. Ni sehemu ambayo ukiitazama kwa watu ambao wamewahi kufika Kivule, matembele ya pili, sokoni, matembele ya kwanza, ni sehemu ambayo barabara zake bado ziko katika ujenzi, na ni sehemu ambayo yani ile ni siku zote sehemu kuona ile barabara imetulia. Yani hata kwanza daladala zake nadhani walioko ni vihaisi vile vidogo. Tuna vihaisi venyewe ni vichache kwa sababu nadhani hata hawa wamiliki wa daladala zile wanaogopa kule. Kwa hiyo kwenye zile gari mimi siku moja nilipanda nikasema hiki nikata napata tetanus kwa sababu ya uchakavu wa vyombo vile vya usafiri, lakini kama niliona ni hatari kwa afya. Kama mkuu wa mkoa ameliona hilo kutokana na ubovu wa barabara na akimharakisha mkandarasi, tumemwona Mchina pale akipewa maelekezo na huko ambaye ni msimamizi wa mkandarasi akiambiwa wewe ni Mtanzania mwenzetu, harakisha hilo jambo lihakikishe tunaweza kupitika kwenye barabara. Ni jambo ambalo lipo. Ukifikiria kwenye jiji la Dar es Salaam lina maeneo mengi sana ambayo bado hayajafunguka kibarabara. Maeneo ya Chanika hayo, Zingiziwa, maeneo ya kuelekea Vikindu ndani bado kuna miundombinu ambayo haijakaa sawa. Saku Ilulu kuelekea mpaka kwa Mzala, kwa Mapunda, Mbagala ni maeneo ambayo nimepita nikajikuta barabara bado si rafiki kwa vyombo vya usafiri. Hata saa nyingine unapochukua usafiri wa bodaboda au bajaji, gharama inakuwa ni juu tofauti na maeneo ya huko katikati mwa jiji. Kwa hiyo bado jiji la Dar es Salaam kuna maeneo ambayo ni vijijini. Basi hivyo ndivyo ambavyo tunakujuza mtazamaji wetu, lakini tunaamini pia kama serikali imeingilia kati kwa sababu mkuu wa mkoa huu amekerwa zaidi na kile alichokutana nacho kule wakati akiendelea na ziara yake huko Kivule. Sasa kule Kigoma nako mambo ni mengi yanaendelea. Tunaambiwa mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanali Isaac Mkisu amesema kumekuwa na changamoto ya kukatika kwa maji pamoja na upatikanaji wa maji yasiyo safi hususan nyakati za mvua. Hivyo mradi wa maji wa miji 28 katika mji wa Kasulu unaotekelezwa na serikali kupitia Wizara ya Maji kwa thamani ya shilingi bilioni 35 ikiwa ni ufadhili kutoka serikali ya India unatarajiwa kuwa mwarobaini wa changamoto upatikanaji wa maji safi na salama katika mji huo. Tusikie zaidi kutokea huko Kasulu Kigoma. Chachu na kuleta kufuta matatizo ambayo yalikuwa ya maji katika kwa Kasulu mjini, hasa kwenye halmashauri ya wilaya Kasulu mjini ambayo ni maeneo. Halmashauri ya wilaya Kasulu ina kata 16. Lakini sio kata zote ambazo zitafaidika, lakini zile kata zingine karibu 9 zitafaidika na mradi huu wa maji ambao sasa kwa kweli utakuwa ni suluhu kwa sababu utakuwa na uwezo wa kutengeneza wa kutoa maji muda mwingi. Kumbuka huo maji sasa utapandishwa kule mlimani kule kwenye tenki, ina tenki ina milioni 2 ambayo yote yatakuwa na mwagika kwa ajili ya kuja kwa mserereko, lakini kuna tenki nyingine imewekwa huko Rusuno ambako bado iko mlimani nayo itakuwa kwa ajili kwa mserereko. Lakini pamoja na hayo huu mradi utakuja kujazia baadhi ya kwa sababu kulikuwa na miradi tayari ambayo imefanyika hapa kwenye wilaya ya Kasulu hasa kwenye hapa mjini ambako kumekuja kuleta huu na hii mapinduzi makubwa ya haya maji. Kwa hiyo ipo miradi ambayo ilifanyika mingi, lakini pia ipo visima ambavyo vinatengenezwa. Yote haya ni kwa ajili ya kujazia maji ili watu wapate. Kumbuka huko nyuma kulikuwa kuna shida sana ya maji hapa Kasulu. Lakini maji ya hapa pia zamani yalikuwa kitoka yanachanganyika na matope mengi sana. Sasa yote haya ni mikakati ambayo imewekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Kasulu inapata maji safi na salama na ya kutosheleza kwa muda wote. Hadi mpaka sasa umefikia 42% ya utekelezaji. Kama unavyoona kazi ambazo zinaendelea hapa eneo la machujio ni za ujenzi ambapo unaendelea. Hii inaambatana sambamba na ujenzi wa intake ambao unaendelea pamoja na ulazaji wa mabomba unaendelea zaidi ya kilomita 16 kutokea eneo la machujio mpaka kwenye matenki ya kuhifadhia maji eneo la Rusuni pamoja na Kumnyika. Na mtazamaji wetu, hiyo ni Kigoma Kasulu huko ambapo tunaambiwa mradi huo ulianza kutekelezwa tangu Aprili 11 mwaka 2024, lakini unatarajiwa kukamilika basi ifikapo Oktoba 10 2025 mwaka huu. Na tunaambiwa ndio unaenda kuwa mwarobaini wa upatikanaji wa maji safi na salama
kwa matumizi ya binadamu. Mimi wito wangu tu kwa viongozi wa Kasulu, hususan wabunge na madiwani, waharakishe tu kwa wakati huu kuhimiza mradi umalizike kwa wakati, isije ikawa ndio kete ya kusukuma wakati wa uchaguzi. Unajua kuna miradi ambayo mingi saa nyingine inaanzishwa kimkakati. Wakati wa kwenda kutamatika kwa miradi hiyo unakuta ndio inaelekea kwenye muda wa uchaguzi. Kwa hiyo ili kuwaonyesha wananchi kwamba bado nahitaji nafasi ya kupambania, unaisukuma kama kete yako ya ushindi kwamba mkinipa nafasi tena ya miaka 5 huu tunaumaliza ndani ya miezi 3 tu ya mwanzo ya uongozi wangu. Kwa hiyo imalizwe kwa wakati ili sije ikatumika kama kete ya wananchi kuonekana kwamba wanatumiwa ili kuweza kumrudisha mtu madarakani au kumpa mtu nafasi ya kuweza kumalizia mradi. Sababu tumeshaambiwa ni tarehe Oktoba 10. Basi waumalize. Sawa sawa. Basi mimi ninakamilishia gumzo la habari kitaifa kutokea huko Kigoma Kasulu. Karibu kimataifa. Moja kwa moja ni pae sasa. Nimegonga visa na inua ndege yangu kutoka Air Tanzania sasa kuelekea kule Ukraine, ambapo naambiwa Marekani imefikia makubaliano tofauti na Ukraine na Urusi, na ambapo nchi hizo zimekubaliana kusitisha mashambulizi katika ukanda wa Ukraine dhidi ya miundombinu pamoja na ile ya nishati. Sasa hayo yameelezwa na Rais Donald Trump, ambapo ameahidi na kusimamia kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo dhidi ya Moscow, ambapo hususan katika sekta ya kilimo na mbolea, ambapo hapo jana mjadala na swala hilo limekuwa linadaiwa sana na Ukraine na Urusi kwa muda mrefu. Sasa tunaambiwa hata hivyo Urusi imesema makubaliano hayo hususan katika Bahari Nyeusi hayatatekelezwa endapo tu baadhi ya benki zake zihamishwe kutoka mfumo wa kifedha wa kimataifa, na ambapo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky yeye ameshauri Marekani kuendelea kusimamia usisitishaji wa mapigano na mashambulizi kutoka Urusi, ambao wamesisitiza kuwa makubaliano hayo hayatakiwi kutegemea kuondolewa kwa vikwazo katika sekta ya kilimo, akiita kauli hiyo ya Kremlin kitisho au jaribio la kujaribu kueneza na kusitisha na kuchezea makubaliano yaliyowekwa hapo mwanzo. Lakini mazungumzo hayo yamefanyika huko Saudi Arabia baada ya Trump kuwasiliana na maafisa na marais wote wawili wanaotokana na hatua kama hiyo ya kwanza kabisa muhimu ya kusitisha mapigano katika upande huo wa Ukraine, ambapo Marekani imeahidi kuendelea kusimamia makubaliano hayo mpaka pale ambapo Urusi na Ukraini zitafikia muafaka wa maeneo hayo katika vinu vya kuzalisha nishati pamoja na miundombinu ya maji katika maeneo ya Ukraine. Lakini tukiachana na hilo, tuelekee pale Korea Kusini, ambapo moto uliozuka kwa zaidi ya siku 5 umeendelea kuteketeza eneo kubwa la Korea Kusini, ambapo rais anayeshikilia madarakani kwa wakati huu Han Suk-yeol amesema kwamba misitu mbalimbali imezidi kuteketea na moto unaendelea kuwa mkubwa kwa siku 5 mfululizo, ambapo katika maeneo ya kusini ya mashariki umesababisha vifo vya watu wapatao 18 na wengine wakihama makazi yao maelfu kwa maelfu, huku rais huyo wa mpito wa nchi hiyo Han Duck-soo akisema kuwa moto huo umeleta uharibifu mkubwa usio wa kawaida na kuzidi makadirio yote yaliyofanyika hapo awali. Lakini zaidi ya ekari 1043 za mashamba na misitu zimeteketea kwa moto, huku juhudi mbalimbali za kutumia helikopta pamoja na magari ya kuzima moto yapatayo 6,000 pamoja na wazuiaji wa moto wapatao 20,000 wakiendelea kupambana na moto huo katika eneo hilo la miji kama Dangso, Ulsan pamoja na mji wa Sangcheon na Uiseong, miji ambayo inapatikana ndani ya Korea Kusini. Hiyo ni mioto ambayo inazidi kuteketeza katika eneo hilo la Korea Kusini, na wakizidi kupambana, helikopta zikizidi kufanya kazi ya kuzima moto, lakini nao vikundi vya uzimaji moto vipatavyo 6,000 vikiendelea kuzima moto pasi na mafanikio ya kuzima moto huo, na moto huo pia umeteketeza ekari 1043 na watu 18 tayari wameshafariki na wengine maelfu wakizidi kuyaama makazi yao katika eneo hilo
la Korea Kusini. Kwa hiyo ni janga la moto kama ilivyotokea California. Lakini tunaona hapo jitihada zilifanyika kweli na hata idadi ya watu waliopoteza maisha pia inaonyesha kwamba walipambana, ilo jeshi la uokozi na kuzima moto walijitahidi kweli kweli. Umeona helikopta hizo zikizima moto kwa kasi kweli kweli, lakini pia umeona magari yaliyojipanga pale yakionyesha ni kwa kiasi gani nchi kama nchi imejidhatiti kuhakikisha inazima moto kuokoa raia wake, lakini pindi inapotokea majanga kama hayo. Ndio. Naam, basi mtazamaji, sisi tumefikia tamati katika gumzo la habari na kimataifa. Hapo ndipo natufikisha tamati, na kumbuka tulikuwa hapa kwa udhamini wa mtumishi wa Mungu Mtume Boniface Mwamposa Bulldozer ambaye ametuandalia kongamano kubwa siku ya Jumapili kumaliza kesi. Kwa hiyo pengine Sam ulikuwa na kesi kuhusiana na afya, uchumi, kwenye biashara ni nzuri lakini hauoni wateja. Jumapili wahi mapema na karatasi itatolewa pale unapoingia bure kabisa, nyeupe, haijaandikwa kitu chochote. Na upaswi kuiandika kitu paka maelekezo ya mtumishi wa Mungu. Lakini nikuache, huwa asubuhi lazima nikuache na jambo. Kama mpaka sasa hivi kwenye umri wako unazidi kuona kila kazi ya mtu ni rahisi kwako na hujawahi kuifanya, una tatizo la afya ya akili, na inabidi ukae chini uombe Mungu ukafute hiyo kesi, sababu hatupaswi kudharau kazi ya mtu. Ukiona unadharau kazi ya mtu na kusema hii rahisi, bado una tatizo na utindiwa ubongo. Basi sisi tutarejea hapa katika kipengele cha nguvu ya madhabahu. Endelea kubaki nasi. Where are you? What did you do? What did you do for last